Na karibuni tena darasani katika kipindi chetu ambacho tunakuwa nacho kila wiki, na katika wiki kadhaa hapa nyuma tumekuwa na changamoto kidogo, hatukuweza kuendelea na darasa. And now we are back. So tutaendelea katika utaratibu ule ule kujifunza. Darasani ni mahali ambapo tunakutana na tunafanya kufanya uchambuzi wa maandiko kwa kina, tofauti na wakati ambapo tunakuwa katika ibada kanisani. Muda wetu hautoshi sana kufanya uchambuzi wa kina. So this is a platform or a place where we do that. It's a Bible study ambapo panahitaji diligence, panahitaji bidii, akili zetu kuhusika na maandiko, kufuatilia kwa kina. So I welcome you all. I welcome you all. Somo letu ambalo tulikuwa nalo, tukiendelea nalo, lilikuwa ni mambo muhimu katika kuelewa maandiko. Mambo muhimu katika kuelewa nini? Maandiko. Na tulikwenda mpaka sehemu ya 7. Kwa leo tutaendelea tulipoishia pale pale, tunakwenda mbele zaidi, so tutakuwa na sehemu ya 8. Kwa ni maombi yangu leo pia kwamba macho ya mioyo yetu yanaangaziwa. Tunatiwa nuru. Tunatiwa nuru katika utu wetu wa ndani, katika moyo wetu tunapata revelation knowledge, tunapokea maarifa, ufunuo kabisa. Hakuna nafasi ya makosa katika atmosphere hii, katika kufundisha ama katika kujifunza. Tunaelewa katika wepesi na kwa usahihi, tunasikia tunapaswa kusikia. So wote kwa pamoja tunajengwa tukitazama vizuri kabisa katika maandiko kama ambavyo Mungu anatazama sisi katika Kristo Yesu. Tunajengwa, tunafaidiwa na Mungu anatukuzwa katikati yetu. Amen. Hallelujah. So katika session ambazo zilipita tulikuwa tunaangazia mambo kadha wa kadha, kwa sababu somo lenyewe linasema mambo muhimu katika kuelewa maandiko. So kuna methods ama kuna njia ambazo tulikuwa tumeziangazia. Na ya kwanza tulikuwa tunazungumza matumizi ya viunganishi vya utambulisho, the use of identification unifiers. Hallelujah. And then tukaangazia pia matumizi ya codified language ama lugha iliyoratibiwa. So hizi ni concepts au ni dhana ambazo tumezidevelop kwa ajili ya kufanya study za maandiko kwa usahihi. Na ikiwa umesahau labda kwa muda mrefu, basi tunarejea tu katika notes zako ama unaenda kusikiliza tena. Ya 3 ilikuwa ni matumizi ya motif, the use of motif. Matumizi ya motif. I hope you remember motif ni nini. Dhamira inayojirudia rudia. Unaweza kuwa kwenye kazi ya fasihi yoyote, and a literary work, that theme that keeps recurring, inaendelea kujirudia na kujirudia. Dhana, dhamira inayojirudia hapa na pale consistently, najirudia, inadumu katika uthabiti across the scriptures kwa muktadha huu. Lakini lingine ambalo tuliangazia ni the use of intertextual corroboration. Matumizi hayo ya tunasema uthibitisho wa mwingiliano wa kimaandiko. Kiswahili kizuri sijajua ni kipi. Intertextual corroboration ni pale ambapo mwandishi wa baadaye, a letter writer, mwandishi wa baadaye wa Biblia au wa maandiko, anaeleza kutoka katika maandishi ya mwandishi wa zamani au wa kale au aliyetangulia nyuma yake. So either explains or make allusions from the writer, the writer before him or her. So kutoka mwandishi kabla yake, nyuma yake. So inaitwa intertextual corroboration. Na hapo tukawa tumeangazia of course masuala ya maji ya Nuhu, the waters of Noah. Maji ya Nuhu, tukaangalia mambo ya gharika pale, matumizi yake kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 9. So kwenye kitabu cha Isaya sura ya 54 mstari wa 9 analifaa kuhusiana na maji ya Nuhu. Au analifaa, anaongelea gharika, kwa anamkoti na kueleza mwandishi Musa katika kitabu cha Mwanzo, na yeye anafanya fundisho kutokea pale nabii Isaya. So na mifano mingine hapa na pale.
Haleluya. Lakini pia concept nyingine ama dhana nyingine muhimu sana ambayo ni muhimu tukajifunza katika kuweza ambayo mwandishi of course msomaji wa maandiko anapaswa kuielewa ili kuweza kufasiri maandiko kwa uzuri na usahihi, ni hizi term mbili, Agano la Kale na Agano Jipya. Yes. Siku za nyuma hapo katikati tulipata muda katika seli yetu ya HQ kujifunza kidogo kuhusiana na matumizi ya neno Agano la Kale, Agano Jipya. Tulipata muda wa kufanya hivyo, lakini naona vema kurudia tena. Kimsingi si hata kurudia kwa sababu ni mfululizo pia, kama tunajifunza mambo muhimu katika kule maandiko, hatuwezi kukwepa kuangazia dhana hii ya maneno Agano la Kale na Agano Jipya. Hizi istilahi Agano la Kale na Agano Jipya ni muhimu sana kuelewa, kwa sababu kutokuelewa vizuri matumizi ya maneno haya katika maandiko kumeleta changamoto kubwa, ama kumeleta fasili ambazo si zile zilizokuwa zimekusudiwa na waandishi. Kumeleta fujo kubwa pia katika Ukristo. Kama ambavyo tunafahamu kwamba maandiko au Biblia ni kitabu ambacho kimevuviwa na Mungu, lakini kimeandikwa na lugha za waandishi, inspired by God but was written, au inspired by God and written in the language of the writers. Kimevuviwa na Mungu, so Mungu amevuvia maandiko. Neno kuvuvia, wakati mwingine watu wanaweza kuwa wanapata shida kulielewa. When you say inspired, kuinspire not necessarily, naposema kuvuvia, sio kila ambacho kinatoka kwenye kinywa au kinachoandikwa ni kila alichokisema Mungu. Mungu kuvuviwa maana yake ni kuamsha nia ya mtu kufanya kitu au kusukuma kitendo cha kuandika. Do you understand? So maana yake Mungu alivuvia, maana yake Mungu alisukuma au alikuwa nyuma ya msukumo wa kuandika. He inspired, alivuvia. So maana yake waandishi walisukumwa na Mungu kuandika. Kwa kuna mambo katika maandiko ambayo wameandika ambayo ni historia, wamesukumwa kuandika historia za vitu fulani, mambo fulani. Kuna mambo katika maandiko wameandika maneno aliyosema Shetani, wamesukumwa waandike, document. Kuna mambo katika maandiko wameandika maneno aliyosema mfalme au watu walioyasema, na haina maana ya kwamba kila walichoandika ni kweli. Haina maana hiyo. Wamesukumwa kurekodi kilichosemwa, kinaweza kuwa kweli ama si kweli. Do you understand? Kwa mfano kitabu cha Matendo ya Mitume, Luka ana record. Luka anafanya kazi kama ya mwandishi wa habari, anaripoti matukio yaliyotokea ndani ya kanisa, yaliyotendwa na kanisa na yaliyotendwa kwa kanisa. Things that happened in the local church, through the local church, and that were done to the local church. Do you understand what I'm saying? So katika kurekodi yale matukio, anasema siku moja Herode alikuwa anahutubia, alafu anasema akapigwa, akaanguka, akafa. Anasema chango, neno chango cha Bwana, sijui neno kama hilo chango. So asa watu wakasema amepigwa na Mungu kwa sababu akumrudishia Mungu nini? Utukufu. So yeye anaripoti walichosema watu, not necessarily kwamba ni kweli Mungu kampiga au hajampiga. Hayuko kuelezea nani alimpiga, theolojia ya kupiga kuua. Yuko kueleza, kuripoti kile ambacho watu wamesema. Watu waliosema wanaweza kuwa na ufahamu na mambo ya Mungu ama hawana ufahamu. Kazi yake kama mwandishi, ana document yale mambo yaliyosemwa. Haleluya. Unaipata hiyo sasa? Kwa hiyo kuinspire ni kusukuma, ni kufanya mwingine kutenda jambo. Do you understand? Kuvuvia. Kwa hiyo tunajua kwamba Biblia imekuwa inspired by God, imevuviwa na Mungu, na imeandikwa katika lugha za wale waandishi, na lugha mojawapo ni lugha ya Kiebrania. Lugha mojawapo ni lugha ya nini? Kiebrania. Biblia imeandikwa katika lugha ya Kiebrania, ni lugha ya waandishi. Kwa Mungu alitumia lugha ya wanadamu wale walikuwa wavuvia maandiko ya lugha yao ikatumika.
Lakini pia tuna mazungumzo katika lugha ya Kiaramia, si Kiswahili ni Aramia, yes, Aramaic language, Kiaramu of course, Kiaramu ambayo Yesu katika siku zake alitumia, alizungumza katika siku zake kiwepo. Lakini pia ya tatu ambayo ni of course, kwa sababu hii Kiaramu ni kidogo sana katika maandiko, lakini lugha kubwa ya tatu ni Kigiriki. So tuna Kiebrania, tuna Kiaramu katika mazungumzo kidogo, alafu tuna Kigiriki. So major of course languages, zile lugha kuu kabisa za maandiko ni mbili, Kiebrania na nini, na Kigiriki. Tuko pamoja eh? Kwa tunafahamu hivyo, na kimsingi tunafahamu kwamba Biblia ina vitabu 66 ambavyo 39 ndio hivyo ambavyo vimeandikwa katika lugha ya Kiebrania, vitabu 39 katika 66, alafu vitabu 27 vimeandikwa katika lugha ya Kigiriki, ya Kigiriki. Haleluya. Amen, amen. So kwa hiyo tunaweza tukalifaa au tukaongelea lugha ya Kiebrania na lugha ya Kigiriki kama ndio original kwa maandiko, isn't it? Kwamba ndio lugha ya asili ya nini, ya maandiko. Haleluya. So manake lugha zingine zile, manake lugha nyingine tulizonazo leo mbali na Kiebrania cha wakati wa maandiko, mbali na Kigiriki ni tafsiri. Ni nini? Ni tafsiri. Kwa Biblia ikuandikwa kwa Kiswahili, Biblia ikuandikwa kwa Kiingereza, Biblia ikuandikwa kwa Kichina, Kisukuma, Kijerumani, Kinyakyusa, whatsoever. Iliandikwa katika lugha hizi mbili. Kwa hizi ndio lugha za asili. Kwa kusema hivyo tunaweza tukachunguza kweli muhimu kuhusiana na hizo fasiri za maandiko, translations. Ya kwanza kwamba tuna Biblia zikiwa zimeandikwa katika lugha nyingine tofauti na Kiebrania na Kigiriki. Kwa mfano Biblia yako ambayo unatumia leo ni ya Kiswahili, si ndivyo eh? Maana yake hiyo ni interpretation, ni maana iliyoletwa ya kile ambacho kiliandikwa katika lugha gani? Kiebrania. Si tuko pamoja? Maana yake hiyo ni lugha, ni tafsiri, ni maana, ni interpretation ya kile kilichokuwa kimeandikwa katika lugha ya asili ambayo ni Kiebrania. Glory to God. Okay. So manake nini? Jambo la pili ni kwamba hizi tafsiri nyingine zote za Biblia, hizi tafsiri nyingine zote za Biblia ambazo zimekuja sasa, hizi baadaye, yani tafsiri zingine baadaye sasa, kiacha Kiebrania wakati ule na Kigiriki wakati ule, hizi tafsiri nyingine kimsingi tunaweza kusema nyingi kati ya hizo zimegawa maandiko katika sehemu mbili, split into two, ikiongelea vile vitabu 39 vilivyoandikwa katika lugha ya Kiebrania kama Agano la Kale, ikiongelea vile vitabu 39 ambavyo vimeandikwa katika lugha ya Kiebrania kama Agano la nini, la Kale. Lakini afu vitabu vingine 27 imevitamka au inaviita Agano Jipya. Hizi tafsiri, hizo translations zinaitwa Agano Jipya, na hii nayo ni interpretation, ni kama kukupa wewe maana. So tunasema katika elimu ya uchambuzi wa maandiko kwamba translation is an interpretation. Umeelewa? Nimesemaje? Translation is an interpretation. Kwa maana ya kwamba mtu anapofasiri anakupa maana vile alivyoelewa katika lugha ile, anakupa sasa katika lugha yako. Kwa maana yake kuna human factor hapo, unatakiwa usisahau. Human factor maana yake kuna kionjo cha kibinadamu kimeingia hapo katikati. Katika tafsiri unaoipata wewe kuna medium, kuna mwanadamu ametumika hapo. Ametumika hapo. Amekupa alichoelewa katika lugha yako. Kwa ni interpretation. Kwa hata walivyoweka wakagawa agano hili wakaita Agano la Kale vile vitabu 39 na vitabu 27 wakaviita Agano Jipya. Hiyo tayari ni nini? Interpretation. Tuko pamoja eh? Jambo la tatu, kuingizwa kwa sura na verses, sura na mistari katika maandiko. Kuingizwa kwa sura na mistari katika maandiko au katika translations nyingi.
Translations ni hizi versions, hizi tafsiri. Pia ni maana au ni kutoa maana, ni interpretation ya wale waliokuwa wanafasiri, walivyoongeza sura na nini na mistari, kwa sababu katika maandiko ya asili ya Kiebrania na Kigiriki hapakuwa na sura na mistari. Mistari imekuja kuongezwa, nafikiri nimewafundisha kabla, katika karne ya 13 nafikiri na 15 mtahalia, karne ya 13 nafikiri na nyingine 15 au 16, hapo nitacheke record vizuri, lakini ya waka kabisa sura ilani karne ya 13 sura ziliingizwa. Kwa maana yake mtu alifanya kazi, walipokuwa wanafanya translation wakafanya kazi, wakagawa katika sura. Kwa kabla, maana yake maandiko yalikuwa yanasomwa tu katika mfululizo, unasoma kitabu chote, hakuna sura. Unasoma, unaanza mwanzo unaenda mpaka mwisho wa kitabu, hakuna mstari, hakuna sura. Kwa hiyo kupokea sura na mistari kwamba sura hii inaishia hapa ni interpretation. Maana yake amefikiri katika akili yake, katika alivyoangalia kaona mada ya huyu inaishia hapa, sasa inaanza nyingine, akaziweka akazitemu kama sura. Ametenganisha mistari, ametenganisha hata koma na nukta zimekuja kuwekwa baadaye, na zini interpretation, kwa sababu katika maandiko kwa mfano kama ya Kigiriki walikuwa wanaandika katika modeli ambayo tunaita scriptura continua, ambapo maneno yanaunganika tu. Of course ingekuwa changamoto kubwa sana, so tuna heshima kubwa sana kwa translators. Imagine unasoma kwenye Kigiriki alafu maneno hayana koma na nukta. How difficult to understand. Lakini wao katika wakati wao na lugha yao walikuwa wanaweza kuelewa. Sasa sisi tunafasiliwa, maana yake tunapewa maana kwamba ameelewa, alafu anatupa maana. Kwa anaamua wapi aweke koma na wapi aweke nini nukta. Na wote mnafahamu kwamba ukiweka koma ama nukta mahali pasipo sahihi, sentensi inabadilika kabisa. Inabadilika kabisa. Hallelujah. So you see, kuingizwa kwa sura na mistari katika translation nyingi pia ni interpretation ya translators, ni kutoa maana kwa wale wafasiri. Kwa maana yake nini? Kitendo cha kutenganisha vitabu 39 kutoka katika vitabu 27 na kuvielejea kama Agano la Kale na Agano la Jipya ni interpretation, ni kutupa maana. Yani tunaweza kabisa tukaleta katika uchunguzi, bring under scrutiny, tukaleta katika uchunguzi, tukasema hebu tuchunguze kwa kutumia, kwa msaada wa maandiko, tuweze kuelewa dhana ya Agano la Kale na Agano nini Jipya, kwa sababu hii tumewekewa ni nini, ni interpretation. Tunaweza kusema haikuwa hivyo toka mwanzo. Hallelujah. Hiyo demarcation kwamba haya Agano la Kale, haya Agano Jipya, haikuwa hivyo toka mwanzo. So ni interpretation ya translators. Kwa tunaweza bring under scrutiny, tukachunguza kwa msaada wa maandiko kuelewa hizi dhana kwamba je, nini kinarejeo, nini hasa Agano la Kale, ni nini hasa Agano Jipya, nini hasa? Je, kuna hakika kwamba kuna maagano mawili? Maana haya ndio maswali ya kujiuliza. Je, Mungu ana maagano mawili, la kale ambalo likawa limeisha afu jipya lilokuja baadaye? Ni mambo ya kujiuliza unapokuwa mwanafunzi wa Biblia. Kwamba hili sasa jipya, kuna la kale ambalo limekuwa kukuna limetoweka ama namna gani? Hallelujah. So kimsingi ni muhimu kwa mfano katika mazingira haya kuweza kuangazia fakti moja muhimu, kwamba kutokuwa na kina au na umakini katika tafsiri ya maandiko ndio mwanzo, au Genesis ndio mwanzo wa makosa, ndio mwanzo wa makosa au mafundisho yenye makosa, ndio mwanzo wa imani zinazoitwa imani potofu, lakini pia na matumikio yasiyo sawa, matumikio yasiyokuwa sawa, na hiyo pia inapelekea kutokuona maandiko kama kitabu kimoja, kutokujua ama kutokufahamu maandiko kama kitabu kimoja chenye ujumbe moja. So kwa kuna umuhimu kabisa kwa kina na upana kuweza kujibu maswali yafuatayo.
kuna umuhimu kwa kina na upana kuweza kujibu maswali yafuatayo. Swali la kwanza, je, kuna mwandishi yoyote wa maandiko kuna mwandishi yoyote wa maandiko aliyeita Mwanzo mpaka Malaki Agano la Kale? Kuna mwandishi yoyote wa maandiko aliyeita Mwanzo mpaka Malaki Agano la Kale? Do we have somebody, a writer who has ever called Genesis to Malachi, Old Testament? Na kama sivyo, yaliitwaje maandiko ya Mwanzo mpaka Malaki? Swali la pili, je, Yesu alikusudia kwamba tuache kusoma maandiko ya Agano la Kale? Yesu alikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo, nimesema tena Agano la Kale. Nimetembea kwenye interpretation. Je, Yesu alikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo mpaka Malaki? That's the right statement. Hallelujah. Je, Yesu alikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo mpaka Malaki? Umeona? Jambo la tatu, je, mitume walikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo mpaka Malaki? Did they intend for us to stop reading from Genesis to Malachi? You see? So la kwanza tumesema nini? Je, kuna mwandishi wote wa maandiko aliyeita Mwanzo mpaka Malaki Agano la Kale? Na je, waliitaje? Na swali la pili tumejiuliza ni kwamba Yesu alikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo mpaka Malaki? Na swali la tatu, je, mitume walikusudia kwamba tuache kusoma Mwanzo mpaka Malaki? Na swali la nne la msingi sana pia. Swali la nne na la msingi sana. Je, Mwanzo mpaka Malaki ni kwa ajili tu ya unabii kuhusu msalaba, kufa na kuzikwa au na kufufuka kwa Kristo? Au kanisa linaweza likapata fundisho na matumikio, yani likapata kujifunza mafundisho na mwenendo kutoka katika maandiko ya Agano la Kale? Because this is an issue. Kanisa ni la Agano Jipya. Kwa hiyo tunaweza tukapata tu mwenendo na mtembeo na maana na mambo ambayo vitu vya kufanya kutoka katika Agano Jipya. Ni ukweli nusu. Kwa sababu Agano Jipya lenyewe ni mafundisho kutoka katika Agano la nini? La Kale. Agano Jipya ni mafundisho kutoka katika Agano la Kale. Hivi hivi vinavyoitwa vitabu vya Agano Jipya. Maana sasa changamoto ni kwamba tumeshameza kweli kusema Agano la Kale, Agano Jipya. Hivi vitabu vinavyoitwa vya Agano Jipya, maana yake Mathayo mpaka nini? Ufunuo. Ni mafundisho kutoka katika maandiko ya Mwanzo mpaka nini? Malaki. Kwa hiyo hili swali la kwa muhimu kwamba je, Mwanzo mpaka Malaki ni kwa ajili tu ya unabii kuhusu msalaba, kwamba walikuwa tunatabiri kuhusu msalaba, mauti na kufufuka kwa Yesu hivyo tu? Au je, kanisa linaweza likapata mafundisho likajifunza kule kutoka katika maandiko yale na fundisho na mwenendo au practice, matumikio yake katika kanisa kutoka katika haya mafundisho ambayo yanaitwa ya Agano la Kale? Ni vizuri kujiuliza haya. Kwa hiyo hatari ya kuweza kufasiri vitabu 39 vile vya kwanza kama Agano la Kale, alafu na hivi vingine vinaobaki 27 kama Agano Jipya, linaleta huo mgawanyiko, na bring that kind of a dichotomy, ambapo vitabu vya Biblia havionekani tena kama dokumenti moja, havionekani tena kama single document. This kind of interpreting the first 39 books of the Bible as Old Testament and the remaining 27 as the New Testament lead to a dichotomy. Or dichotomy, where all the books of the Bible are not seen or read as one single document. Inaleta huo mgawanyiko, inaleta hiyo kutenganisha, ambapo sasa inapelekea kwamba vitabu vya Biblia hivi havionekani tena kama havionekani au kusomwa kama single document, kama
kitabu kimoja. Usipokuwa unasoma kama kitabu kimoja, tayari kuna shida, kwa sababu utatofautisha mambo wakati sio ya kutofautishwa, ni ya kueleweka, yanapaswa yaeleweke kwa pamoja. Haleluya. Kwa hii ndio imepelekea wengine kuweza kupresent facts kweli kuhusu Mungu katika vitabu 39 kama ni tofauti na kweli kuhusu Mungu katika vitabu 27 vyobaki. Kwa hiyo inaleta hiyo shida kwamba wanaanza kuwa na Mungu mwenye sura ngapi? 2. Wa agano la, akasema yule alikuwa ni agano la kale, huyu sasa ni agano jipya. So hapo katikati ni kama Mungu ametubu, amegeuka, ameanza ku act differently, ameanza kufanya tofauti. So tuna Mungu mwenye tabia za agano la kale, alafu unakuwa na Mungu mwenye tabia za agano jipya, na hii yote ni matokeo ya kutosoma kitabu Biblia kama kitabu kimoja. Unaanza kupresent facts hizo kwamba Mungu wa vitabu 39 ni tofauti na Mungu wa vitabu 27, yani vitabu vya Injili, Matendo ya Mitume na nyaraka. Kwa hiyo inakuwa inaleta huo mfumo wa imani ambao ni bipolar God, ambaye yuko na yuko inconsistent katika maneno yake na vitendo yake. Bipolar ni mtu wa namna gani? Bipolar ni mtu ambaye anakuwa na ana pose mbili, au ana namna tofauti mbili, au ana pande mbili zilizo tofauti kabisa, zinakinzana. Kwa hiyo kuna wakati anaonekana mwema na kwa mwema kweli kweli, alafu kuna wakati anakuwa wa ajabu. Kwa sababu yule ana bipolar disorder ni mtu ambaye ana exhibit two kinds of character that are conflicting each other. Anakuwa na aina mbili za tabia ambazo zina conflict, zina mgogoro, hazipatani. Wakikutana wawili hao wanagombana. Mimi sikujui wewe. Sikufahamu kabisa. So namna hiyo ya kuyaelekea maandiko kunazalisha hiyo theolojia ya bipolar God, Mungu mwenye tabia mbili zinazokinzana, mwema na mbaya, muuaji na mwenye kuhuisha. Anafanya kazi na mauti, anafanya kazi na uzima, vyote kwa pamoja wakati mmoja. So inaleta hiyo changamoto. Kwa ni muhimu sana kuweza kuadresi maswali haya kwa kujiuliza kwamba agano la kale na agano jipya ni nini, au ni nini kuhusu agano la kale na jipya la Mungu. Haleluya. Tuko pamoja? So tunaweza kuendelea kujifunza hapo. So Yeremia, tutaanza kuangazia hii term ama istilahi agano jipya kutoka kwenye kitabu cha Yeremia, kwa sababu ndio mara ya kwanza ambapo neno New Covenant ama agano jipya limetajwa. Kitabu cha Yeremia sura 31 mstari wa 31, tutasoma kwa tukiwa tunaendelea pale. So open your Bible now. So kitabu cha Yeremia sura ya 31. Are you there? Yeremia sura 31 mstari 31. Umefika sio? Okay, tusome pamoja. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala watamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Glory to God. Kwa kwenye mstari 31 unaweza kaona hapa ametumia neno agano jipya. Nitapofanya agano jipya, new covenant. Mstari 32 ametumia tu neno agano, the covenant. Mstari 33 ametumia neno agano langu, my covenant. Tuko pamoja Agano langu, my covenant. Tuko pamoja So ukiweka uzingativu hapa, ukumbuke kwamba mwandishi
Anawafundisha audience, anawafundisha wale kadamnasi anaosema nao ni wana wa Israeli. Amen, amen. Anawafundisha kuhusiana na agano la Mungu. Kwa hiyo context, huo muktadha ni muhimu sana kwa nao. Anaosema nao ni wana wa Israeli, anawafundisha kuhusiana na agano la Mungu ambalo alilifanya na baba zao. Baba zao ni nani? Ibrahim, Isaka na nani? Na Yakobo. Kwa wakati wote ambapo nabii katika Israeli anazungumza kuhusiana na agano la Mungu, anawafundisha watu wake kuhusiana na agano ambalo Mungu alilifanya na nani? Ibrahim, Isaka na Yakobo. Kwa ni wazao wao, kwa ndio maana wanaelezwa na kufundishwa kuhusiana na kitu kinachoitwa agano la Mungu. Haleluya. Sawa. Sasa matumizi ya kwanza ya neno agano yanapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo na ilikuwa inahusiana na Abraham. Matumizi ya kwanza kwenye Biblia of course ya neno agano. Kumbuke kwenye Yeremia tumesema matumizi ya kwanza ya neno agano jipya. Lakini neno agano kwa mara ya kwanza linapatikana katika kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu alikuwa anazungumza na Ibrahim. Katika kuongea na Ibrahim, then kuna neno hilo. Kwa mfano Mwanzo 15:18 tuangazie hapo. Mwanzo 15:18. Mwanzo 15:18. Mwanzo 15:18 nasema, siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Haleluya. Siku ile Bwana akafanya nini? Agano na Abraham. Lakini kwenye Mwanzo 17:1 pia, Mwanzo 17:1 mpaka mstari wa 21 kuna maneno pia agano mengi. Labda tutasoma hapa kwa haraka. Mwanzo 10 na ngapi? Tunasema 17 mstari wa kwanza. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kama mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akawa kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Kwa jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako anasema litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe. So unaweza kuona neno agano linajirudia hapo. Na uzao wako baada yako na vizazi vyako kuwa agano la milele. Kwa agano ambalo Mungu anataka kulifanya agano la nini? Kuna pati na pati B. Na atafanya na vizazi vyake. Kwa yeye anafanya na agano, na hilo agano litakuwa pamoja na vizazi vyake. Anasema ya kwamba nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa milki ya milele, nami nitakuwa Mungu wako, Mungu wao. Kwa 9 anasema, Mungu akamwambia Ibrahim, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yao. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yao. Kila mwanamume wa kwenu mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na wewe. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu, kila mwanamume katika vizazi vyenu mzaliwa. So unaweza kusoma mpaka mstari wa 20 ngapi hapo, tunaona maneno agano yanafanyaje? Yanajirudia. Haleluya. So neno hili agano kimsingi lilikuwa limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiebrania berith. Haleluya. B-E-R-I-Y-T-H. B-E-R-I-Y-T-H, ambalo linamaanisha kuwa na mshirika, an ally, a partner, kuwa na mshirika, kuwa na mbia, mtu ambaye anafanya au anachukua majukumu yako au anafanya kazi yako, anafanya kazi kwa ajili yako au anafanya kazi na wewe, yani works for you or with you, anafanya kazi ya kwako au kazi pamoja na wewe. So ni kuwa na mshirika, kuwa na mbia. So berith means to have an ally, a partner, or someone who carries out your work for or with you. Kwa katika utamaduni wao ilikuwa inaeleweka vizuri kama partnership, ushirika au bia. Neno berith kimsingi lilikuwa limetokana maneno na neno lingine bara, B-A-R-A-H, ambalo linamaanisha kukata kukata katikati ya vipande vya nyama.
kukata katikati ya vipande vya nyama, to cut between pieces of flesh. Lakini pia linamaanisha mkataba, a treaty, mkataba. Alafu pia linamaanisha ubia, partnership, confederacy. So it can be implying a treaty, a confederacy or partnership. Neno bara ama ndilo ambalo limezalisha neno pia nini, berithi. Amen, amen. So katika utamaduni wa kwao wa zamani kule Mashariki ya Kati ya zamani, tunaita Mashariki ya Kati. So neno lingine la Mashariki ya Kati tunaita Mashariki ya Karibu ya zamani. Sasa in the ancient Near Eastern culture, hii practice au utamaduni wa kufanya maagano ulikuwa hasa unafanyika kati ya pande mbili, na mara nyingi ilikuwa inakuwa unawekwa unathibiti, yani ile agano linasimikwa kwa kiapo. Wanafanya nini? Wanaapa kiapo, wanaweka kiapo. Kwa kwenye tamaduni wao maagano yalikuwa yanafanyika kati ya pande ngapi? Mbili. Na mara zote au mara nyingi ilikuwa linathibitishwa hilo agano ama linajengwa katika msingi wa kuweka nini? Viapo. Kwa mfano angalia katika mfano ufuatao, Mwanzo 21:22 mpaka 33. Mwanzo 21:22 mpaka 33. 21:22 mpaka 33 anasema, ikawa wakati ule Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakamwambia Ibrahimu wakinena, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda. Basi sasa uniapie kwa Mungu ya kuwa hutanitenda hila, wala mwanangu wala mjukuu wangu, lakini kwa kadri ya fadhili niliyokutendea utanitendea mimi na nchi hii ambayo umetembea ndani yake. Ibrahimu akasema nitaapa. Kwa hilo ni agano wanafanya, ni mapatano kati ya pande mbili, Ibrahimu pamoja na Abimeleki. Tuko pamoja? Mstari wa 25. Kisha Ibrahimu akamlaumu Abimeleki kwa sababu ya kisima cha maji ambacho watumwa wa Abimeleki wamekinyang'anya. Abimeleki akasema, mimi sijui ni nani aliyetenda neno hili, wala hukuniambia, wala sikusikia habari hii ila leo tu. Ibrahimu akatoa kondoo na ng'ombe akampa Abimeleki, na hao wawili wakafanya mapatano. Neno berithi. Hao wawili wakafanya mapatano. Mstari wa 27 anasema katika KJV, and both of them made a covenant. Kwa neno mapatano hapo ni neno gani jamani? Covenant, na ni neno berithi. Hawa wawili wakafanya mapatano. Kulikuwa na viapo? Ndio. Kulikuwa na vitu vimechinjwa? Ndio. Anasema ya kwamba akasema anasema Abimeleki akamwambia Ibrahimu wakafanya mapatano. Ibrahimu akaweka wanakondoo wa kike 7 peke yao. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, hawa wanakondoo wa kike 7 uliowaweka peke yao maana yake ni nini? Akasema, hawa wanakondoo wa kike 7 utawapokea mkononi mwangu, wawe ushuhuda ya kuwa ni mimi niliyekichimba kisima hiki. Kwa hiyo akapaita mahali pale Berisheba kwa sababu waliapa huko wote wawili. Basi wakafanya mapatano huko Berisheba. Kwa wakafanya maagano huko Berisheba. Abimeleki na Fikoli mkuu wa jeshi lake wakaondoka wakarudi hata nchi ya Wafilisti. Ibrahimu akapanda mkwaju huko Berisheba, akaliita huko jina la Bwana Mungu wa milele. Ibrahimu akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Wafilisti siku nyingi. Haleluya. Kwa hii ilikuwa ni agano kati ya Ibrahimu na nani? Na Abimeleki. Mwanzo 24:2 anasema, Ibrahimu akamwambia mtumishi wake mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali uutie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanani ambao nakaa kati yao. Anamwapisha. Tuko pamoja? Alafu mstari wa 9 anasema, yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake akamwapia katika neno hile. Tuko pamoja? So ni agano ile, sivyo? Kati ya Ibrahimu na mtumishi wake. Glory to God. And then kati ya Abimeleki na Ibrahim pia 26. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Hauzati rafiki yake na Fikoli jemedali wa jeshi lake. Isaka akamuuliza, mbona mwanijilia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Akasema, hakika tunaona kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema. Tutakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana.
Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa, wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba, wakamwambia, tumeona maji, na akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. So this was Abimeleki na Isaac, not Ibrahim. Si ndivyo? Abimeleki na nani? Na Isaka. Ile ya kwanza ilikuwa Abimeleki na nani? Na Abraham. Tuko pamoja? So wanaweka kiapo, ni mapatano, ni agano. So namna hiyo. Then kwenye Mwanzo 31:43 pia, Mwanzo 31:43, Mwanzo 31:43, Mwanzo 31:43. Asa Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu, nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowalea? Haya, na tufanye agano mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatoa jiwe akasimamisha kama nguzo. Yakobo akamwambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Wakatoa mawe wakafanya chungu, na wakala huko karibu na ile chungu. Uone mambo yanayofanyika. Wakala huko karibu na ile chungu. Kwa wameweka kitu pale kama alama, afu wakakaa wakala pale karibu na. Sema Labani aliita Yegar-Sahaduta, lakini Yakobo aliita Galedi. Labani akasema, chungu hii ni shahidi kati ya mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaitwa jina lake Galedi. Na Mispa, maana alisema, Mungu avizie kati ya mimi na wewe wakati tusipoonana, ukiwatesa binti zangu na ukitoa wake zaidi ya binti zangu, wala hapana mtu mmoja tu pamoja nasi. Tazama, Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. Labani akamwambia Yakobo, tazama chungu hii, utazame na nguzo niliyoitia kati ya mimi na wewe. Chungu hii na iwe shahidi, na nguzo hii na iwe shahidi, ya kuwa mimi sitapita chungu hii kuja kwako, wala wewe hutapita chungu hii na nguzo hii uje kwangu kwa madhara. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, ahukumu kati yetu. Yakobo akaapa kwa hofu ya Isaka baba yake. Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula, nao wakala chakula, wakakaa usiku ule kucha mlimani. Labani akaondoka asubuhi na mapema, akawabusu wanae na binti zake, akabariki. Kisha Labani akaenda zake, akarudi kwao. Isila. So hii ilikuwa kati ya Labani na nani? Na Isaka. So katika utamaduni wao mara nyingi walikuwa na hizi format za namna hii za mikataba au za maagano, ambapo kila wakati wanapotaka kufanya agano au patano, watakuwa na ushahidi wa kiungu, divine witness. Yani nani, Mungu yupi anayeshuhudia agano letu tunalofanya? So kuna kuwa na supernatural being wa witness, wa kushuhudia au kusimama kama shahidi, ambayo wataita hicho kiumbe cha kiroho au huyo supernatural being au Mungu anakuwa sasa ndio ameitwa kama shahidi au shahidi wa kiungu wa lile agano. Pia jambo la pili, watafanya kiapo, watakuwa na kiapo. So kwanza watakuwa na divine witness, watakuwa na shahidi wa kiungu, compare God or spiritual being, and then second watakuwa na nini? Tumesema watakuwa na kiapo. Na jambo la tatu, wanakuwa na hizo ceremonies, hizo sherehe, kula, kuchinja, kutoa sadaka. Umeelewa vitu wanakuwa na hizo ceremonies, tambiko, chakula, unaona Alafu jambo la nne, wanakuwa pia na laana zinazozungumzwa ikiwa mtu hata comply. Amen. Madhara, matokeo, consequence, curses, kama mtu hatafanya nini? Hata comply. Kwa kama wewe hutaenda sasa na vile tulivyopatana, hizi ni zinatajwa pale, laana mbalimbali au mabaya atakayokupata kama ukikiuka mapatano. Tuko pamoja? Kwa miungu ya wakati wao ilikuwa ni mashahidi kuinsure kwamba kila mmoja analinda neno lake. Maana ukienda kinyume na neno lile ulilolisema, kinachotokea bwana Michael pale ni kichapo. Miungu sasa inadili na wewe kwa sababu umefanyaje? Umekwenda kinyume na yale mapatano. Kwa miungu ndio inasimamia kuona kwamba kila mmoja analinda neno lake. So katika Mwanzo 15 unaweza kuona hapa kwamba mwandishi anaeleza kwamba Mungu alifanya agano na Ibrahimu. Mwanzo 15:18 mpaka 20. Tuangalie hapa. Mungu alifanya agano na Ibrahimu, Mwanzo 15:18 na mstari wa 20. Tunasema
Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni na Mkenizi na Mkadmoni na Mhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkanani na Mgirigashi na Myebusi. Glory to God. So you see, anarejea ukweli huo pia katika sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa 20 na ngapi tuliposoma kabla, ambapo neno agano, Mungu alifanya ili agano langu, agano, amezungumza sana kuhusiana na agano alifanya. Na kabla kwenye sura ya 14 mwandishi alifundisha pia na hilo neno berithi 14:13, Mwanzo 14:13. Asema hawa wote 14:13, anasema mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori ndugu yake Eshkoli na ndugu yake Aneli, na hao walikuwa wamepatana na Abraham. Walikuwa ni confederates wa Abraham, wamepatana na Abraham. You see, kwa maana ili neno wamepatana, nao walikuwa wamepatana, ili neno walikuwa wamepatana. Mstari wangapi tumesema? 10. Kuna neno wamepatana hilo neno wamepatana ndio lilikuwa linazungumzia confederate, kwamba mtu ambaye partnership naye kwa ally, kwa confederate, treaty, you see. So hili neno ni neno hilo wamepatana, neno hilo la Kiebrania berith, neno hilo la Kiebrania berith, Beriyth, kwa maana yake ni watu walikuwa wameagana na Abraham. Kwa kitokea issue akawa anaenda kumpasha habari, ni partners wake, ni wabia wake. Kwa mwandishi anapokuja kuzungumza baadaye akitumia neno hilo katika sura ya 15-17 kwamba Mungu alifanya agano pamoja na nani? Na Ibrahimu. Inamaanisha kwamba Ibrahimu amekuwa nani? Mshirika wa Mungu. Amekuwa partner pamoja na Mungu. Amekuwa an ally. Kwa kama matumizi ya maneno haya, tumesema kwamba maandiko yaliandikwa kwenye lugha ya waandishi. Kama matumizi ya neno berith yalikuwa yanazungumzia mapatano kati ya pande mbili, ambapo mtu anakuwa mshirika, anakuwa mbia, your partner, your ally, someone you work with or you work for. Manake kama mbele anasema kwamba Mungu akafanya agano na Ibrahimu, manake Ibrahimu akawa amekuwa nani? Partner, amekuwa mshirika, amekuwa mbia pamoja na Mungu. Sasa partner katika nini? Amekuwa God's ally katika nini? Kutangaza ama kuwasilisha mpango wake, to communicate his plan. Maana yake mpango upi huo ambao wanatakiwa communicate? Mpango wa kwamba mtu ni sura ya Mungu duniani kote. Kwa wanatakiwa communicate mtu kwamba ni sura ya Mungu, his image. Of course ni matumizi ya maneno kwa hapa, nasema kwamba communicate mpango wake kama mtu kama sura ya Mungu, lakini anaweza kuwepo maneno mengine ya kutumia kwa habari ya mpango wa Mungu duniani, kwamba Mungu anataka kuijaza dunia na utukufu wake, ajaze dunia na watu katika sura na mfano wake. Glory to God. So kwa Ibrahimu amekuwa nani? Ally au partner. Amekuwa mshirika pamoja na Mungu katika kazi ya kutangaza mpango wake duniani kote. Mpango wa mtu katika sura yake duniani kote. Kwa hii sasa inaeleza kwa nini katika sura ya 12 hapo kabla alivyoeleza inaeleza nini alichokisema katika nini kilichoandikwa kabla katika hii sura ya 12 hapa. Mwanzo 12:1 anasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakufanya wewe kuwa nini? Taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako na wewe baraka. Haleluya. Na kulikuza jina lako na wewe nini? Baraka. Mstari wa 3 muhimu sana. Nami nitawabariki wakubarikio, na yakulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watafanya nini? Watabarikiwa. Haleluya. Tuko pamoja So Mungu amefanya agano na Ibrahimu, na katika kuzungumza anazungumza kwamba amembariki, na yeyote atakaye, na kwa yeye jamaa zote za dunia watafanya nini? Kwa anasema nitawabariki wakubarikio, na yakulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Kwa ni muhimu sasa kama ni hivyo tupate maana
na mantiki, yaani tupate kuelewa matumizi ya maneno baraka na laana, ili tuweze kuelewa upartnership aliyokuwa nayo Ibrahim na nani? Na Mungu. Amembariki, afa anasema atakayekubariki nitambariki, atakayekubariki atakayekulaani atakuwa amelaaniwa. Kwa sababu hapa anasema kwamba mstari wa 3 huu anasema nami nitawabariki kwa ubarikio, na yakulaanie nitamlaani. So nini maana ya baraka na nini maana ya laana katika context hiyo? Haleluya. Tuanze na neno laana. Neno laana kimsingi limetafsiriwa kutoka kwenye neno la Kiebrania arar, A-R-A-R. 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 Arar. Linamaanisha haukaribishwi. Not welcome. Amen, amen. Linamaanisha kuwa mbali kutoka kwenye jambo lingine. To be away from. Kuwa mbali na. Kuwa mbali na. Linamaanisha kutopatikana ndani ya. Kwa simple ni kutokuwa part of something. Kutokuwa sehemu ya kitu. Kuwa mbali na. Kutokuwa ndani ya. Kutokukaribishwa. So you are not welcome. You are far from. You are not found in. Hallelujah. So that way of not being found in, that way of being far away from, that thing of not being welcome is called arar, curse. Ni laana. You are not part of something. Sio sehemu ya jambo hilo. Chukulia kwa mfano kwa kawaida, yani matumizi ya leo kwa mfano ya kawaida kama neno kama hilo. Watu wakawa na jambo lao. Labda wakasema sisi ni umoja wa kabila la Wakuria ama Wajita ama si watu gani kule wa Msoma wanaoishi Dar es Salaam. Kwa pamoja ule ushirika na mambo yenu mnaofanya pamoja, na mission zenu na vitu mnaofanya pamoja. And then wewe mmoja wao wakasema wewe hautashiriki. You are not part of this. Kule kutokuwa part ya lile jambo ndio kunaitwa nini? Curse. Kutopatikana ndani ya hilo. Kutokaribishwa katika hilo. Kwa kutoshirikishwa mpango ni laana kwa muktadha wa Biblia. Tuko pamoja? So you can see that. Angalia matumizi ya neno hili katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo. Sura ya 3 kitabu cha Mwanzo. Mstari wa 17. Anasema hivi. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiza sauti ya mke wako ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. It's the same word, arar. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Are you there? Anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa mwandishi anatumia neno curse, laana. Laana katika maandiko. Mara ya kwanza kabisa ni kwenye Mwanzo hiyo 3:17. Na ilikuwa ni baada ya Adamu kuwa amefanyaje? Ameasi sauti ya Mungu. Hajasikiza sauti ya Mungu. Hajasikiza sauti ya Bwana Mungu. Na alikuwa maana yake hakuwa mwaminifu kufunction kama kuhani wa Mungu duniani. Sinakumbuka Mwanzo 2:15, Mungu akamchukua mtu akamweka katika nini? Bustani ya Edeni, alime na kuitunza. Wote tunafahamu zilikuwa ni priestly roles, ni utumishi wa kikuhani katika nyumba ya Mungu. So Mungu alimweka Adamu katika utumishi, na Adamu hakutaka kufunction kama kuhani wa Mungu duniani. Alikuwa mwaminifu, lakini pia alikuwa ameasi au kusikiza sauti ya Bwana Mungu. Mwanzo 3:8 unaweza kaona hapa kwamba Mungu alikuwa amesema nao.
Kisha akasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustani, kaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, nani aliyekwambia kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke alinipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. You see? So akutii neno la Mungu na inazungumzwa kwake akawa amelaaniwa. Kama tunazungumzia maana tulisema, maana yake akawa nje ya mpango wa nani? Wa Mungu. Maana yake akawa sio part tena ya plan ya Mungu. Akawa tena si anayeshirikishwa kazi ile ambayo Mungu anayo duniani, au kama amejitoa kwenye mpango wa Mungu, we can say so. Lakini pia tunaweza kuona kama mwandishi aliandika pia vivyo hivyo kuhusiana na Kaini. Mwanzo 4:6 mpaka 11. Mwanzo 4:6 hadi 11. Nasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nawe inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Abili ndugu, twende uwandani. Alipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Abili nduguye akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu yako, sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. So maneno yale yale ya umelaaniwa wewe katika ardhi. Na Adamu aliambiwa nini? Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Glory to God. So anasema mstari ule pale, ukisoma, of course ukisoma hapa sema Kaini akamwambia, asema okay, utapoilima ardhi itakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kao duniani. Kaini akamwambia, Bwana, adhabu imenikulia kubwa, ichukulike, tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Kwa laana inahusika na kufukuzwa katika uso wa ardhi. Umelaaniwa katika uso wa ardhi. Ni sasa na hapa kwamba umenifukuza katika uso wa ardhi. Kwa hiyo kufukuzwa kutoka katika uso wa ardhi ndio kunaongelewa kama nini? Laana. Kutokuwa part of that land. Na hapa mkumbuke, mwandishi ana communicate spiritual realities. Anazungumza mambo ya rohoni. So sio ardhi, shamba la kulima. Tuko pamoja It's a holy place of God. It's the sanctuary, it's the temple. Amen, amen. So anasema, anazungumza hiyo kwa sababu kimzungumzia habari ya Kaini na habari ya laana, kusema alifukuzwa katika uso wa ardhi, kama amefukuzwa duniani. Aliendelea kuwepo duniani. Na ukisema kwamba alilaaniwa katika habari ya mambo ya kimwili, itashangaza kwa sababu huyu ni mtu wa kwanza kwenda kujenga jiji la ajabu kubwa la utajiri mkubwa kabisa, na watu wake wakawa mashupavu, wabunifu, industrious, etc. Alikaoa wake wa kutosha na kazaa watoto wa kutosha. So you can see, ukichukua maana za leo za neno laana ukaziapply kwenye Biblia, lazima utachemka tu. Huku leo mtu ukisema amelaaniwa, maana yake unakuta maisha yake ya mwilini ni nini, wanasema anakuwa inaonekana kuna mambo ya hovyo sana yanaendelea. But this was not true for Cain. Laana inayozungumzwa hapa ni kufukuzwa katika uso wa ardhi. Ni kufukuzwa, maana yake ni kutokuwa katika mpango wa Mungu, kutokuwa sehemu ya kazi yake duniani. Not to be found in, not to be part of. Glory to God. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwandishi amefanya matumizi ya kitu tunaita imagery, lugha ya picha hii, kueleza fact ya kwamba Adamu, kimsingi Eva na Kaini pia hawakutii sauti ya Bwana Mungu au neno lake, neno la Bwana Mungu, na kwamba hawakuwa waaminifu, na matokeo yake sasa hawakupatikana katika mpango wa Mungu wa dunia yote, mpango wa Mungu wa wanadamu wote, yani mtu katika sura na mfano wa Mungu, au mpango wake wa roho ya Mungu ndani ya mtu, au mpango wake wa mbingu na nchi. So tunaweza kuelezea mpango wa Mungu duniani kama mbingu na nchi pamoja. Tunaweza kuelezea mpango wa Mungu duniani kama roho ya Mungu ndani ya mtu. Tunaweza kuzungumzia mpango wa Mungu kama wanadamu wote kuwa katika sura na mfano wa nani? Glory to God. Kwa hiyo maana yake kulaaniwa ni kutopatikana katika huo mpango wa Mungu. Kwa matokeo ya kuasi kwao is that they were not found in, au walikuwa away from the plan of God for the whole humanity. Walikuwa nje ya mpango wa Mungu kwa wanadamu wote. Walikuwa nje ya mpango wa Mungu kwa dunia yote. Glory to God.
Mpango wa Mungu tumesema unaweza kuelezewa kama nini? Wanadamu wote katika sura na mfano wa Mungu. Unaweza kuelezewa kama nini pia? Roho ya Mungu ndani ya mtu. Unaweza kuelezewa kama nini pia? Mbingu na nchi pamoja. That is the plan of God. Glory to God. So neno blessed pia, kama tumeangalia neno curse, neno baraka kama tulivyoangalia neno laana. Maneno bariki, barikiwa ni neno limetoka kwenye neno la Kiebrania moja hapa, barak, B-A-R-A-K, barak, ambalo linamaanisha kukaribisha, to welcome into, to receive into, kumpokea mtu kuja ndani ya, to congratulate, kupongeza, ama to speak well of, kusema vizuri juu ya mtu. Hallelujah. Or to go towards and accord honor, kwenda na kuweka heshima juu ya mtu au juu ya kitu. And then to kneel. Hallelujah. Kwa maana ya kwanza neno hili linatumika ni kwenye Mwanzo 1:28. Mwanzo 1 ngapi? 28. Ambapo anasema Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke. So neno hili barikia unaliona hapo. God blessed them and said unto them. Hii iko sambamba na kile ambacho tumekielezea kama agano ambalo Mungu alifanya na nani? Na Ibrahim kwenye Mwanzo 12:1 mpaka ngapi? 3. Na Mwanzo 22:17. Kwa sababu tuliposoma katika agano ambalo Mungu amelifanya na Ibrahim kwenye Mwanzo nini unahitaji? Kama unataka kusikia kitu kama kimekupita. Okay, sawa. Nasema hivi, hii iko sawa sawa na vile ambavyo, namna ile ambayo mwandishi huyu ameeleza agano la Mungu ambalo Mungu alifanya na Ibrahim kwenye Mwanzo 12:1 mpaka 3 na Mwanzo 22:17. Ninahusianisha agano ile ambalo Mungu amefanya na Ibrahim na mstari gani? Mwanzo 1:26 hadi 28. Baraka ya Mungu kwa wanadamu, mpango wake kwenye Mwanzo 1:26-28 ni kuzaa na kuongezeka, kuijaza dunia na kuitisha. Si ndivyo Je, ahadi na baraka ya Mungu kwa Ibrahimu ilikuwa ni nini? Ni kuongezeka, ni kuzidishwa, ni kuijaza dunia yote. Si ndio? Is this the same? Yes. Iko sawa. Kwa unaweza kuona kwenye 12:1 kitabu cha Mwanzo pale, tunaweza kurudia kusoma tena 1 na 2, Mwanzo 12:1-2, ambapo anasema Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. So kulikuza jina lake awe baraka, maana yake ni nini? Anakaribishwa kwenye mpango wa Mungu. Hallelujah. Anakuwa God's ally. Lile agano linamfanya kuwa mbia na mshirika. Anakuwa mtenda kazi pamoja na Mungu katika mpango wa Mungu duniani. 15:18. Soma hapo ndugu Michael. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham. Akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati. Hallelujah. Nimefanya agano, nimewapa urithi. Unaona? So you can see hapo. Na unaweza kaona component kubwa kabisa katika agano hilo ni nini? The land, nchi. Nitakupa nchi, nitawapa nchi. Mwanzo 17:1 mpaka 10 inaongelea hiyo. Agano lilikuwa linahusisha nchi, lilikuwa linahusisha wazao. Ama unaweza kusema katika agano kulikuwa na nchi, kulikuwa na mataifa mengi na kulikuwa na mataifa. Labda tusome Mwanzo 17:1. So ukisoma 15:18 unaona ni nchi, the land, ambayo anasema atawapatia yeye na uzao wake. Alafu ukisoma 17:1 tutaona nchi, tutaona mataifa. 17:1 mpaka mstari wa 10. Can we go there? 17:1 mpaka mstari wa 10. Tusome pamoja. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kama mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati yangu mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaangua kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Unaona mataifa mengi?
Mstari wa 5, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. 6, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyako, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako, nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii. Do you see the land? Okay, unaoikaa ugeni, nchi yote ya Kanaani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao. Hallelujah. So you can see the land, you can see many nations, you can see nations. Glory to God. Mwanzo 22:16 mpaka 18. Mwanzo 22:16 mpaka 18. Mwanzo 22:16 mpaka 18 anasema 1, 2, 3. Akasema, nimewapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Basi Ibrahimu akawarudia vijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahimu akakaa huko nini? Beersheba. Glory to God. So you can see nations, si ndivyo baraka imeenda na mazidisho, nitakuzidisha, nitakuongeza, kama kwenye Mwanzo 1:26 hadi 28. Haleluya. Mataifa ya dunia anasema. Ni Mwanzo 15:4. Mwanzo 15:4. Mwanzo 15:4. Tunasoma mstari wa 4, nalo neno la Bwana likamjia kunena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Haleluya. Tuko pamoja So you can see, to inherit the land, kurithi nchi na uzao mwingi sana. Kwa maana yake natosha kusema kwamba terms hizi, blessed and blessings, hizi haya maneno baraka na kubarikiwa, zilikuwa kimsingi zinaongelea kukaribishwa katika nchi, to be welcome into the land, kwa muktadha ule pale, si ndivyo? Anakaribishwa katika nchi, katika urithi, into the land, into the inheritance. What can that be? Mtu katika sura na mfano wa Mungu. What can that be? Mahali patakatifu pa Mungu. Glory to God. Kwa Ibrahimu anakaribishwa katika nchi. Ibrahimu anakaribishwa katika urithi. What can that be? Man in his image. What can that be? His sacred place. So mahali pake patakatifu, to be a temple, to be in the temple, lakini pia sura ya Mungu. Manake mwakilishi wa Mungu, mtenda kazi pamoja na Mungu, mbia pamoja na Mungu, mshirika pamoja na Mungu. Kwa ajili ni gani? Ya mpango wa Mungu kwa dunia yote, mpango wa Mungu kwa wanadamu wote. Kwa nini ya wanadamu wote? Sura na mfano wa Mungu. Glory to God. Hallelujah. So swali la msingi la kujiuliza, kwa nini Ibrahimu alielezewa kama mbarikiwa au aliyebarikiwa? Why was Abraham described as blessed? As blessed. Mwanzo 22:17. Mwanzo 22:17. Mwanzo 22 ngapi? 17. Anasema, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Amen, amen. Tuko pamoja hapo Mstari wa 18. Tusome pamoja. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. So, ni sababu gani ilifanya Ibrahimu akabarikiwa? Kwa sababu ametii sauti yake. Tunaweza kaeka hivi. Ni kwa sababu gani Ibrahimu alikaribishwa katika mpango? Kwa sababu ametii sauti yake. Ni sababu gani Kaini alilaaniwa? Ni kwa sababu hakutii sauti ya Bwana Mungu. Ni kwa sababu gani Adamu alilaaniwa? Ni kwa sababu hakutii sauti ya Bwana. Je, tunaweza kuondoa neno kulaaniwa tukaweka kutengwa? Ni sawa. Tunaweza kutoa neno baraka tukaweka kukaribishwa?
kushirikishwa, kuhusishwa. Amen. Asante sana. So that's it. That's it. Kwa hiyo kwa sababu alimwamini Mungu, kwa sababu alitii neno la Mungu, basi akaitwa amebarikiwa. Lakini jambo la pili, inaonyesha kwamba alimtumikia Mungu kwa uaminifu kama nabii. Nabii, mnakumbuka tulijifunza, ni God's spokesperson au ni mtu anayesema kwa niaba ya mwingine. So katika muktadha huu alitumika kamilifu kama nabii wa Mungu, God's prophet, a spokesperson, ambaye maana yake anatangaza mpango wa Mungu nini duniani. So maana yake manabii katika maandiko ya Agano la Kale walikuwa ni wale watu wanaofanyaje? Wanasema kwa niaba ya Mungu, wana proclaim, wanahubiri, wanakutangaza mpango wa Mungu nini duniani. Na Ibrahimu alikuwa mwaminifu kufanya hivyo. Angalia katika Mwanzo 12:1. Bwana akamwambia Abraham, 1-3. Tusome 1. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. 2. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubariki na kulikuza jina lako na uwe baraka. 3. Nami nitawabariki wakubarikio na yakulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa. Kwa mpango wa Mungu ni jamaa zote za dunia. Na anamshirikisha nani? Ibrahimu kwenye mpango wa kufikia jamaa zote za dunia. Kwa hiyo wakati mwandishi anasema kwamba katika wewe jamaa zote za dunia zitabarikiwa, alimaanisha kwamba Ibrahimu amekuwa mfano wa utii kwa sauti ya Bwana Mungu. Ibrahimu amekuwa mfano wa utii kwa sauti ya Bwana Mungu na uaminifu wake katika kumtumikia Mungu kama kuhani wake au nabii wake duniani. Kwa Ibrahimu amekuwa mfano wa nini? Obedience, utii. Has become an example of obedience to the voice of God. But also amekuwa an example of faithfulness au uaminifu. Amekuwa mfano wa uaminifu katika nini? In serving as God's priest and prophet in the earth. Katika kutumika kama nabii wa Mungu ama kuhani wa Mungu duniani. Kwa maneno mengine, kama ambavyo Ibrahimu hivyo alifanya. Manake yeyote yule ambaye anasikia neno la Mungu au atasikia neno la Mungu, yani sauti ya Bwana Mungu, yani amri zake. Si mnakumbuka neno sauti ya Bwana Mungu inaongelea ndio hiyo amri zake, si ndivyo? Ndio hiyo nasema sheria zake, hukumu zake. It's the same as ujumbe wa Mungu. Amen, amen. Kwa hiyo yote anasikia neno la Mungu, yani sauti yake, amri zake, na kutii au na kuamini katika hizo, vile vile atakaribishwa. Vile vile atakaribishwa, will be welcome. Atakaribishwa katika mahali patakatifu pa Mungu. Atakaribishwa kama mahali patakatifu pa Mungu. So kunaweza kuwa namna mbili zote zinacheza. Atakaribishwa kama mahali patakatifu pa Mungu. Atakaribishwa ndani ya mahali patakatifu pa Mungu. Lakini pia atakaribishwa kama sura ya Mungu. Atakaribishwa katika familia ya Mungu. Hallelujah. So be welcome in the sacred place or as the sacred place. Si mnafahamu kwamba sisi ni hekalu la Mungu, ni makao ya Mungu. Lakini pia si mnafahamu kwamba sisi tumekaribishwa kwenye makao ya Mungu. So to be welcome in the sacred, God's sacred place, lakini to be welcomed as a sacred place, to be welcomed as God's image, lakini pia to be welcome in his family, kukaribishwa kwenye familia yake. That's a blessing. Ndio maana akasema kwamba atakaye kubariki wewe amefanyaje? Maana yake ni nini? Yeyote atakayetii kama ulivyotii. Ndio maana hiyo sentence. Yeyote atakayeamini kama ulivyoamini atabarikiwa. Yeyote ambaye hataamini ulichoamini akafanya katika modeli ya nani? Kaini. Modeli ya nani tena wengine walio Adam? Maana yake watalaaniwa. Do you understand? So watu wanatokaga huku wanaenda Israeli. Maana maandiko yamesema ukiwabariki Israeli unabarikiwa. Ukiwalaani umelaaniwa. Kwa hiyo namna gani wanawabariki? Wanaonyesha uhusiano mzuri na ushirika mzuri na Israeli ili wapate baraka. Ni habari ya kuamini neno la Mungu, ni habari ya kulitii neno la Mungu ndio ambayo inaleta kwamba umeshirikishwa, umehusishwa, umekaribishwa katika mpango wa Mungu. Glory to God. Tuko pamoja eh? So ukweli huo umeelezwa katika maandiko ya nyuma ya Mwanzo 1:1 ambapo nasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini na nchi. Hiyo ni mtu katika sura na mfano wa Mungu.
Hiyo ni hekalu la Mungu na hiyo ni mahali patakatifu. Glory to God. Mahali patakatifu. So Mwanzo 1:26 pia anasema, na ukasoma tena hapa as we are rounding up. Anasema 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila etc. So unaona mtu katika sura na mfano wa Mungu. So mwanzo tumeona kwenye Mwanzo 1:1 tunaona heaven and earth, mbingu na nchi, Mwanzo 1:1. And then tunaona mtu katika sura na mfano wa Mungu, tunaona hekalu lake, tunaona mahali pake patakatifu. Haleluya. Mtu katika sura. Kwa Ibrahimu alielezewa kama aliyebarikiwa, au tunaweza kusema kwa lugha nyingine, aliyekaribishwa kama mahali patakatifu, aliyekaribishwa ndani ya mahali patakatifu, aliyekaribishwa kama sura ya Mungu, aliyekaribishwa katika familia ya Mungu. Kwa sababu gani alikaribishwa? Kwa sababu gani alibarikiwa? Amelitii na kuliamini neno la Mungu. Glory to God. So tofauti yake ni Mwanzo 3:14 na 10 ngapi? Na 17, ambapo hawa Adamu na Eva hawakutii sauti ya Mungu na hivyo ikazungumzwa laana. Mwanzo 4:6 Kaini na mstari wa 11 hakutii sauti ya Mungu, hakusikiza sauti ya Bwana Mungu, ikahesabika kwake kwamba nini? Laana. Haleluya. Kwa maneno katika Mwanzo 4:6 mpaka 11 pale anaposema kwamba ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa mfano kwenye 3:17, tazama ardhi imelaaniwa nini? Kwa ajili yako. Ni 3:10 ngapi? Ni 3:17b. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Lakini pia umelaaniwa wewe kutoka katika uso wa ardhi kwenye 4:11, si ndivyo kwa ajili ya Kaini, si ndivyo So tumesoma Mwanzo 3:17 na 4:7 kwa mfatano. Hii maana yake ni vielelezo au ni jinsi ya mwandishi ya kueleza katika kuongelea consequence, katika kuongelea madhara ya kutotii. Kwa Mwanzo 3:17, 14:17 na Mwanzo 4:6 hadi 11 ni vielelezo vya mwandishi kuongelea madhara ya kutotii. Madhara hayo yamekuwa termed kama laana au kulaaniwa. Hiyo ina maana ya kuwekwa pembeni, ya kutokuwa mshirika. Tuko pamoja Tuko pamoja So maana yake ni nini? Ni consequences of disobedience. Madhara ya kutokuamini, kutokutii kwa Adamu na Eva na Kaini. Kwa nini kutokutii nini? Sauti ya Bwana Mungu, si ndivyo Neno la Bwana Mungu ambao ni sasa na kufanyaje? Kutokaribishwa au kutopatikana katika mpango wa nani? Wa Mungu. Mpango huo ni upi? Tunaweza kusema the land, nchi, si ndivyo Tunaweza kusema urithi, mtu kama katika sura na mfano wa Mungu. Tunaweza kusema nini? Mahali ambapo ni pumziko la Mungu, the rest place. Tunaweza kusema nini? The temple of God, hekalu la Mungu. Tunaweza kusema nini? Heaven and earth, mbingu na nchi pamoja. Glory to God. Kwa lugha nyingine, darkness ambao ni kutokuwepo kwa nuru. Giza lile ambao ni kutokuwepo kwa nuru, darkness, the absence of light. Darkness, giza ambako ni kutokuwepo kwa nuru. Of course, ndio kutokuwepo kwa Mungu kwenyewe, sio? Mungu si ndio nuru? Kwa maana yake giza ambao ni kutokuwepo kwa nuru au kutokuwepo kwa Mungu, ambako mwandishi amekuelezea of course kwenye Mwanzo 1:2 na baadaye akaeleza kama mauti. Kwa anaelezea giza kama mauti, separation from life, kutengwa mbali na uzima, kutengwa mbali na Mungu. Kwa hiyo laana, si tumesema ni kutengwa mbali na Mungu, kutengwa na mpango wa Mungu, kutoka katika mpango wa Mungu. Je, inaweza kuongelea mauti pia? Inaweza kuongelea giza pia? Okay. So ni matokeo ya kutofanya nini? Kutokaribishwa ama kutopatikana katika mpango wa Mungu wa dunia yote kwa wanadamu. Kwa kutokuamini kumepelekea mtu kupotea, kutokuwa mshirika, kutokuwa na uzima. Kwa aliyebarikiwa tunaweza kusema ana uzima. Kwa baraka ya Mungu inahusisha uzima. Okay. So laana mauti, si ndivyo? Baraka uzima. Nuru baraka. Nuru
uzima. Okay, giza laana, giza mauti. Okay, thank you. So vitu vinashabiana. Glory to God. Kwa unaweza ukaona kwamba mambo haya yanakaa namna hiyo. Kwa kama tulivyoeleza katika Mwanzo moja, Mungu akasema na iwe nuru. Na iwe nini? Nuru. Kwenye Mwanzo moja pale mstari wa 3, na iwe nuru. Hii ina maana gani? Ni mpango wa Mungu ku set things right, kuviweka vitu sawa. Maana yake vitu vilikuwa haviko sawa. Mstari wa 2 amesema nayo nchi ilikuwa nini? Ukiwa tena utupu. Nalo giza, unaliona giza hapo. Giza hiyo ni kitu kitamu hicho. Ukiwa na utupu ni kitu kitamu. Tohuwa bohu, ukiwa tena utupu. Nothingness. Maana yake vitu viko katika disorder na giza liko juu ya uso vya maji. Kwa Mungu anaanza ku set things right, anaanza kusema na iwe nini? Nuru. So he is putting things in order katika matamshi ya manabii. Kwa Mungu kusema, anaposema Mungu akasema na iwe nuru. Hilo ni matangazo ya Mungu kupitia vinywa vya manabii. Wanapohubiri habari njema za mpango wa Mungu duniani kote, ndio kusema Mungu akasema na iwe nini? Nuru. It is God's plan to set things right in the utterances of the prophets. Hallelujah. Tuko pamoja eh? Hii ndio kweli ile ambayo imesemwa zaidi kwenye Mwanzo 2:16-17. Tusome wote hapa. Mwanzo 2:16-17. Mstari wa 16, ndio sema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Tuko mstari wa ngapi huo? Twende 18. 18 nasema Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tuko pamoja eh? 20. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama mwituni, lakini hakuonekana kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Are you getting it? Kwa angalia, weka msisitizo hapa kwenye neno alone. Si vema mtu awe peke yake. Ni neno la Kiebrania bad, B-A-D, kama ile ya Kiingereza ya mbaya. B-A-D. Ambalo linamaanisha different, separate, tofauti, iliyotengwa. Different, separate. Haleluya. Kwa maana yake, kwa njia ya kutokutii, via disobedience, kutotii neno la Mungu, mtu alikuwa anakuwa different, anakuwa tofauti kutoka kwenye mpango wa Mungu kwa wanadamu. Mpango wa Mungu kwa wanadamu ni Mwanzo 1:1 mpaka 3. Mpango wa Mungu kwa wanadamu ni Mwanzo 1:26 mpaka 29. Mtu kwa kutokutii anakuwa alone. Alone, neno bad linamaanisha tofauti and separate. Ametengwa, amekuwa tofauti. Tofauti na nini? Na mpango wa Mungu. Is it a curse or not? Aha. So nitamfanyia msaidizi. Do you know now why the msaidizi is coming in? Ezel, Iza. Unaweza kusema Iza. Umeona? Kwa hiyo anasema nitamfanyia msaidizi. Kwa maana kupitia kutokutii sauti ya Mungu, mtu akawa tofauti, mtu akawa different kutoka kwenye mpango wa Mungu kwa wanadamu ambao unapatikana kwenye Mwanzo 1:1 mpaka 3 na Mwanzo 1:27 mpaka 29. Kwa matokeo yake mtu akawa hajakaribishwa au hapatikani katika mpango wa nani? Wa Mungu. Sasa ya pili, angalia nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye, ambao hilo neno msaidizi wa kufanana na helpmate katika KJV ni neno lile la Kiebrania Iza, E-Z-E-R, Iza, ambalo linamaanisha rescue from danger, kuokoa kutoka katika nini? Hatari. Linamaanisha pia kuokoa mbali na hatari. So inamaanisha pia wale ambao wanaokoa mbali na hatari, of course. Na inamaanisha kuokoa kutoka kwenye hatari, lakini inamaanisha wale wanaookoa kutoka kwenye hatari. Kwa hiyo inaweza kawa kitenzi au inazungumza juu ya mtendaji. Tuko pamoja eh? Kutoka katika maelezo ya mwandishi katika haya maeneo yote mawili, msisitizo wa Mungu ni kile ambacho atafanya kwa ajili ya Adamu. What he will do to Adam. Atachofanya kwake. Anasema nitamfanyia. Kwa nani anayefanya wokovu? Mungu. Nani anayekomboa? Mungu. Nani anayetoa kutoka katika hatari? Mungu. Hatari ni nini? Kuwa nje ya mpango wa Mungu. Hatari ni nini? Kuwa katika laana. Hatari ni nini? Kutokuwa sura na mfano wa Mungu. Hatari ni nini? Mauti kuwa na wewe.
Kwa Mungu anasema nitamfanyia msaidizi. Huyu mtu si vema awe tofauti. Huyu mtu sio vema awe nje ya mpango wangu. Nitafanya mkombozi. Nitamfanyia ukombozi. Nitamuokoa. Ni Mungu anayeokoa kutoka katika hatari. Kwa kutoka katika maelezo haya ya mwandishi, emphasis ni kile ambacho Mungu atafanya kwake. Yaani mwandishi ameelezea mpango wa Mungu wa kuseti things right. Kwa kauli zile, na iwe nuru, au kauli ile nitamfanyia msaidizi, kwa wazi ni mwandishi akielezea mpango wa Mungu wa kuokoa. Mwandishi akielezea mpango wa Mungu wa kukomboa. Mwandishi akielezea mpango wa Mungu wa kuokoa. Kuokoa, kukomboa. To save, to redeem, to deliver. Kuokoa kutoka wapi? Kumuokoa nani? Kumuokoa mtu kutoka katika hatari. Kumuokoa mtu kutoka katika nini? Hatari. Hatari ni nini kinaelezewa? Inaelezewa kama giza. Hatari inaelezewa kama nini? Mauti. Na kumweka mtu ama binadamu katika mpango wa Mungu ambao ungetimizwa au ungetimilizwa na mzao, the seed. Yani maana yake yule Masihi aliyeahidiwa. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So tutakuja katika sehemu tutakayoendelea, sehemu ya 9 itakuwa, si ndio? Tutakuja kuendelea kutokea hapa. So tunataka kujifunza matumizi sahihi, au tunataka kuelewa maana za maneno haya, au tunataka kuscrutinize Agano la Kale na Agano nini? Jipya. Lakini hatuwezi kuelewa bila kuelewa kile ambacho Mungu alikifanya na Ibrahim. Kwa sababu waandishi tumesema tulipokuwa tunasoma kwenye Yeremia, walikuwa wanafundisha Israeli kuhusiana na agano ambalo Mungu alifanya na nani? Baba zao Ibrahimu, Isaka nani? Na Yakobo. You have to understand that. Ulielewe hilo agano, uelewe matumizi ya maneno ya agano, uelewe maneno vitu viko vimehusishwa kwenye hilo agano, baraka, laana. So in understanding, so tunaweza kwenda mbele zaidi tukaweza kuelewa hii agano la kale ni kitu gani? Hii agano jipya ni nini? Mungu au maandiko yanaimply nini kwa matumizi ya maneno kama haya? Glory to God. Si umeelewa? Basi Mungu amekubariki sana. Tutakutana tena katika session ijayo. Amen.